Mtazamaji wa Sky TV, karibu katika makala inayoangazia ziara ya mkuu wa mkoa wa Dodoma aliyoifanya wilayani Chemba kukagua shughuli mbalimbali za maendeleo pamoja na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Karibu tuwe sote tujionee yaliyojiri. Katika ziara hiyo ambayo alipokelewa na mwenyeji wake mkuu wa wilaya ya Chemba Halima Okashi, mkuu wa mkoa alianza kwa kutembelea shamba darasa la upandaji wa zao la tufaa ambapo alijionea maendeleo mazuri ya ukuaji wa zao hilo licha ya kuwepo kwa changamoto chache. Halmashauri ya wilaya ya Chemba ilipokea jumla ya miche ya tufaa 670 tarehe 26 mwezi wa 12 2025, ambapo miche 400 ni kwa ajili ya shamba la mfano la halmashauri na miche 270 iligawiwa kwa wakulima. Jedwali la ugawaji: namba 1, halmashauri, jumla ya miche tuliyopanda ni 400, miche hai mpaka sasa ni 393, miche iliyokufa ni miche 7. Mkulima Mashaka Mwanga kutoka kijiji cha Kidoka, yeye alipewa miche 165, miche iliyopona 161, 4 imekufa. Debora Mwambo kutoka kambi ya Nyasa alipewa miche 50, miche 39 ipo hai, miche 11 imekufa. Mgunga Kapwela kutoka kijiji cha Paranga alipewa miche 30, 28 ipo hai, 2 imekufa. Neema Mlambia kutoka kijiji cha Kidoka alipewa miche 25, 23 iko hai, 2 imekufa. Jumla kuu idadi ya miche ni 670, miche iliyo hai ni 644, miche iliyokufa ni 20. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mchanganuo wa gharama za mradi kuandaa shamba darasa nitumia jumla ya shilingi milioni 1,622,450. Mafunzo kwa wataalamu 4 na wakulima 2 iligharimu jumla milioni 5,367,220. Kufunga mfumo wa umwagiliaji utagharimu shilingi milioni 5,155,000. Kufunga ununuzi wa pembejeo utagharimu 8,810,000. Ununuzi wa sintenki la lita 10,000 utagharimu milioni 2,600,000. Ujenzi wa mnara wa tenki umegharimu milioni 1,900,000. Ujenzi wa fensi utagharimu milioni 6,420,000 na ununuzi wa miche 670 ya tufaa uligharimu milioni 8,40,000 na kufanya jumla kuu ya mradi mzima kuwa milioni 31,914,670. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, shughuli zilizofanyika ni kama ifuatavyo. Mradi wa zao la tufaa kwa wilaya ya Chemba ulianza kwa kutoa taarifa ya agizo la mkuu wa mkoa katika kikao cha CMT mwezi Juni 2025 kwa kueleza mchakato mzima na kuanzisha kilimo cha zao la tufaa. Pili, wataalamu kuhudhuria mafunzo kwenye shamba la tamtamu la kampuni ya Tamtamu Iringa, kutambua wakulima wenye vyanzo vya uhakika wa maji kwa ajili ya kupatiwa miche, kupokea na kupanda miche ya tufaa tarehe 27 mwezi wa 12 2025. Uhamasishaji. Baada ya kuanzisha shamba la mfano la halmashauri, wakulima 7 walihamasika na kuomba kuagiziwa miche jumla 138 ambapo tayari wamepokea na kuipanda kama inavyoonekana kwenye jedwali hapa chini. Wakulima waliohamasika ni Emma Buname anahamia kambi ya Nyasa, yeye aliagiza miche 50, imekuwa na 40 imekufa 10. Moria Leo Joseph yeye kijiji cha Chemba, idadi ya miche 70, imekufa 8, imekuwa na 62. Majidi Chimpele Chemba 2 imepona yote. Joseph Wanjie Chemba 3 imepona yote. Jida Ford Chemba miche 3 imepona yote. Bakari Abdalla Bakari Chemba miche 5 imepona yote. Arnold Mboya Chemba miche 5 imepona yote. Jumla ya miche 138 iliyopona 120, iliyokufa 18. Changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati wa utekelezaji wa mradi wa zao la tufaa kuna changamoto chache zimebainika kama ifuatavyo. Miche kushambuliwa kwa haraka na mchwa, wakulima kutokuwa na elimu juu ya kilimo cha zao la tufaa. Mkakati wa kuendeleza kilimo cha tufaa: kuendelea na uhamasishaji na kutoa elimu juu ya kilimo cha zao la tufaa, kununua na kupanda miti iliyokufa katika shamba la mfano la halmashauri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunashukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa fedha kwa ajili ya kuanzisha kilimo cha tufaa mkoa wa Dodoma na hasa wilaya ya Chemba. Naomba kuwasilisha. Baada ya hapo, mkuu wa mkoa alitembelea mradi wa uchimbaji wa kisima cha maji, mradi ambao unagharamiwa na serikali katika kijiji cha Paranga ambao kikamilika utasaidia kuondoa adha ya ukosefu wa maji katika vijiji 6. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi aitwaye Mega Engineering and Infrastructure Limited chini ya mkandarasi mshauri aitwaye Wapcos ambaye amepewa kutekeleza package ya 4 inayojumuisha
miji 6 yaani Chemba, Chamwino, Manyoni, Kiomboi, Singida na Mgumu. Mkataba wa utekelezaji wa mradi huu umeingiwa rasmi tarehe 6 mwezi wa 6 2022 na mkandarasi awali alipaswa kukamilisha mradi tarehe 10 mwezi wa 12 2025. Kutokana na changamoto mbalimbali ameongezwa muda wa utekelezaji hadi tarehe 10 mwezi wa 8 2026. Mradi huu unatekelezwa kwa utaratibu wa kusanifu na kujenga kwa wakati mmoja, yani design and build. Gharama za mradi kwa mji wa Chemba. Mradi huu wa mji wa Chemba umetengewa jumla ya dola za Kimarekani milioni 4,540,895 sawa na takriban shilingi bilioni 11. Hadi sasa mkandarasi amelipwa dola za Kimarekani milioni 2,892,722.28 takriban bilioni 7.007 sawa na asilimia 55.49 ya gharama nzima ya utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi zilizopangwa kufanyika ni kama ifuatavyo: utafutaji wa vyanzo vya maji, kwa maana utafiti wa maji chini ya ardhi na uchimbaji wa visima virefu vitatu, usanifu wa mradi kwa ujumla wake, ujenzi wa tenki la kusanyia maji booster tenki lenye lita 200,000, ujenzi wa nyumba ya mitambo pump house, nyumba ya mlinzi na fensi, ununuzi wa bomba, uchimbaji wa mitaro na ulazaji wa bomba kuu la kupeleka maji kwenye vijiji vya Paranga, Chemba kama vilivyotajwa kule juu, mita 7,100, jumla ya mita 71,700. Ujenzi wa tenki la maji Chemba lenye ujazo wa kuhifadhi maji lita 500,000, lakini ukarabati wa tenki la maji Paranga lenye uwezo wa kuhifadhi lita 135,000. Ujenzi wa miundombinu ya kutibu maji chlorination unit, ujenzi wa mtandao wa umeme mkubwa pamoja na ufungaji wa transformer, ujenzi wa nyumba ya mitambo eneo la visima control room pamoja na ufungaji wa pampu za maji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hadi sasa kazi ambazo zimeanza kutekelezwa na kukamilika baadhi ni pamoja na usanifu wa mradi kwa ujumla wake umekamilika. Utafutaji wa vyanzo vya maji, kuna jumla visima vitatu vyenye uwezo wa kuzalisha lita 207,000 kwa mchanganuo unaoonekana. Kisima cha kwanza kina lita 85,000, cha pili 80,000, kingine lita 42,000. Ujenzi wa tenki la Chemba lenye uwezo wa kuhifadhi lita 500,000 unaendelea. Ujenzi wa booster tenki lenye uwezo wa kuhifadhi lita 200,000 unaendelea. Mkandarasi wa ujenzi wa mradi huu anaendelea na ukamilishaji wa shughuli za mradi, hususan uchimbaji wa mitaro, ulazaji wa bomba na kuunga mabomba kufikia. Zipo baadhi ya changamoto zinazomkabili mkandarasi kwa kipindi hiki cha mvua, ikiwa ni pamoja na mitaro kufukuliwa wakati wakichimba, wakifukia kabla hapajakauka vizuri. Mvua ikinyesha manake inaosha ule udongo na kubaki wazi na kumlazimu kurudi kwa ajili ya utekelezaji. Lakini pamoja na changamoto hiyo, mkandarasi alitoa ahadi kwa kamati ya siasa na kamati ya usalama ya wilaya iliyofanya ziara tarehe 6 mwezi wa 1 2026 iliyokuwa inakagua miradi ya maji ikiwemo mradi huu pamoja na kikao cha eneo la kazi site meeting kilichofanyika tarehe 14 mwezi wa 1 2026 kuwa ifikapo mwezi Aprili mwaka huu wananchi wa Chemba wataanza kunufaika na huduma ya maji. Hapo kwa sasa tunaona kasi ya utekelezaji wa mradi imepungua. Zipo baadhi ya kazi zinazosubiriwa kukamilika, ikiwa ni pamoja na ufungaji wa viungo vya bomba, kwa sababu bomba zote nilizotaja kilomita zote zimelazwa tu, hazijaungwa viungo bado. Lakini pia kazi nyingine naona ni kubwa kidogo ni ufungaji wa pampu kwenye visima nilivyovitamka, na hii pia changamoto kubwa inakuja kwa sababu vitu vingi vinaagizwa kutoka nje kwa ajili ya kuja huko kwetu. Kwa tuna kama kidogo tunaendelea kuwashauri kwa sababu sisi ni wanufaika na wanasimamiwa na wizara, ili waongeze spidi kwa ajili ya kufika hicho walichokiahidi kwa viongozi wetu. Hongereni sana. Hii sasa ni dalili kuwa tunakoelekea karibu tutaanza kuyaona maji. Lakini pia ni washukuru na kupongeza wizara na RUWASA wote ambao wanasimamia pamoja na wilaya, mkuu wa wilaya na wengine wote ambao mmekuwa mkisimamia kwa karibu mradi huu. Nimepokea taarifa hapa kwa mkandarasi ameongezewa muda wa miezi kama 8 ili kukamilisha mradi huu kwa sababu mbalimbali ambazo zilijitokeza. Lakini nimesikia masikio yangu yakisikia kuwa mkandarasi ameahidi
pamoja na kuwa atakuwa na mambo ya kumalizia mpaka mwezi wa 8, lakini atahakikisha mwezi wa 4 maji yanaanza kutoka. Nitaka nijiridhishe kutoka na mimi kwa mkandarasi mwenyewe, madam nimefika site, nasema usiandikie wino na wakati usiandikie maji na wakati wino uko. Haya mkandarasi, niambie bado dhamira yako ya kukamilisha kufanya wanaparanga na wanachemba kuanza kutumia maji mwezi wa 4 bado uko pale pale? Your intention to make sure that in April 2026 people of Palanga will start getting water. Yes. Is your intention still there? Yes. Yes? Yes. Say yes, they record you. Amesema ndio, bado iko pale pale. What else do you want to say? Nothing. Ukiona mradi huu ni kweli unaonekana uko kwenye hatua nzuri, hasa kwenye majengo ambayo tunaangalia, lakini tumeenda kuangalia vyanzo kule kwenye visima maji yanapotokea, lakini tulikuwa tukikanyaga eneo hili lote linaonekana kama ni eneo lenye unyevunyevu, kuonyesha kuwa eneo hili ni eneo oevu. Na kwa mujibu wa maelezo ya mhandisi wa RUWASA, anatuambia hapa panaonekana pana maji mengi. Pana uwezekano mkubwa wa kupata maji mengi kwa sababu wameshapima, wameshayafanya majaribio na tumepata matumaini hayo. Kwa hiyo na mimi niendelee kuyasema, nimewekewa maneno mdomoni sasa na taarifa, lakini nimewekewa maneno mdomoni na mkandarasi. Niendelee kuwaambia wanaparanga jipangeni mwezi wa 4 kuanza kupata maji bombani. Lakini kazi hii kama ambavyo tumesikia imegharimu fedha nyingi sana, takriban mradi huu ni wa bilioni 11. Fedha hizi zimetolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dhamira ya dhati toka maoni mwake ambaye amekuwa akisema mara zote kwa Watanzania kuwa anatamani Watanzania hasa wanawake watoe ndoo kichwani wapate maji bombani. Sasa hapa tunaiona leo dhahiri kwenye eneo hili la Palanga, wilaya ya Chemba. Sasa kama ndivyo, naomba katika kutembea kwangu nimeona mambo mawili, labda nishauri au nielekeze. Mojawapo, tulipotembea hapa wote tumeona hapa ni eneo ambako maji haya yatachakatwa. Liko tenki la kupokea maji, yako maeneo ya kusafisha maji, yako maeneo ya kupampu maji. Limetengwa hapa, limefidiwa kwa ukubwa wake. Lakini ukitembea hapa kwenda kwenye vyanzo vya maji ni takriban mita 100 au mita 200 kwenda pande nyingine. Si eneo kubwa. Lakini eneo hili la katikati kutoka sehemu moja kwenda nyingine halijafidiwa. Lakini kuna visima vitatu viko pande tofauti tofauti. Sasa jambo hili sisi binadamu, Mungu atuambia tuna akili na utashi. Hebu tulifanye kwa utashi. Niagize RUWASA. Lakini wananchi pia mko hapa. Hata nyewe sijui mnaonaje, kila siku kilima mahindi tunapita hapo, tunatoka hapa, tunapita katikati ya kiwanja chako, nyumba yako, tunaenda kwenye chanzo. Madam eneo hili sisi tunaokaa tunatumia kwa ajili ya ujenzi. Lakini tunaambiwa huko chini kuna hazina kubwa ya maji ambayo inaweza kutusaidia sisi wote, lakini na wanachemba wote. Kwa hiyo ni busara maeneo haya yakachukuliwa na wenzetu wa maji ili waweze kuyatumia kama chanzo cha maji. Kwa hiyo niagize RUWASA tuanze kuongea na wananchi kwenye maeneo haya, waliopo katika maeneo haya, tuone utaratibu mzuri wa kuwafanyia fidia ili wapate maeneo mengine ya kuishi, na eneo hili ambalo Mwenyezi Mungu ameliwekea maji kwa ajili ya matumizi basi libaki kwa ajili ya matumizi ya maji. Jambo hili lifanyike haraka ili wananchi hawa wasikae na tension kila siku hivi, itakuwa lini. Sasa tumeshajenga pale. Hapa tumejenga mita 100 katikati, tunatakiwa tumpite mwananchi tukakutane na chanzo. Kitu hiki ukikiangalia hakiko sawa sawa. Kwa hiyo tukifanye kwa haraka ili jambo hili likamilike, kama zitafika eka 10 zimezunguka, kama zitafika eka ngapi, tulichukue lote, tulitunze. Wenzetu wanatuambia kuna miti ya kupanda kwa sababu ni chanzo cha maji, kuna mazingira namna ya kufanya kwa sababu ni chanzo cha maji, ili tuendelee kutunza hiki chanzo, kiendelee kuwa endelevu. Tusije tukasikia miaka michache maji haya yamekauka kwa sababu hatukuchukua jukumu la kuchukua eneo linalozunguka hapa tukalitunza mapema. Hilo jambo lifanyike haraka ili
maisha ya kawaida yaweze kuendelea. Lakini pia niendelee kusisitiza kandarasi, nimeahidi hapa kuwa mwezi wa 4 maji yataanza kutoka, lakini mwezi wa 8 mradi utakamilika. Sasa muendelee kufanya kazi hii pia zaidi ya mlivyoahidi, kwa sababu hii miezi 8 ni ya nyongeza. Kwa hiyo mkifanya bidii huenda mkamaliza kabla ya mwezi wa 8. Matamanio ya rais, mnasikia hata kauli mbiu yake nasema kazi na utu. Utu ndio huu kumtoa mama ndoo kichwani, aache hiyo adha ya kwenda amejitisha ndoo kila mahali, aache kutumia masaa mengi kwa ajili ya maji. Ni ule utu wa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya wananchi wake. Sasa sisi tuliopewa dhamana ya kujenga, ya kusimamia na watu wengine, kazi yetu ni kuhakikisha dhamira hiyo ya Mheshimiwa Rais, utu kwa Watanzania, unafikiwa kwa kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais aliyofanya ya kutafuta hela, ya kutoa hela. Sisi tu ni wasimamizi. Wananchi wa Paranga, Mheshimiwa Rais anawapenda sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi hii anayofanya si kazi ndogo na si kazi rahisi, lakini ukisikia hizo hela, siangalia kuzifanyia vitu vingine. Ni hela nyingi, mimi mwenyewe hata nikipewa kuhesabu siwezi kuzihesabu. Maana ni nyingi mno, sijaweza kuziona zinafananaje zikikaa mahali pamoja. Lakini akasema hizi ndio size ya wananchi hawa wa Paranga. Vijiji 6, wananchi kabisa takriban 18,000 waweze kupata maji, nao wafurahie kuwa Watanzania, nao wafurahie kukaa Tanzania, nao wafurahie kukaa Chemba, wafurahie kukaa Paranga na maeneo mengine. Hongereni sana, hata mimi ninatamani huko. Kazi yenu kubwa, najua mmempa ushirikiano mzuri sana mkandarasi muda wote mliokaa nao. Sasa tumalizie kwenye mkia, tuendelee kushirikiana naye amalizie kazi hii kwa urahisi, na hasa hilo ambalo nimelisema. Tukija ukiona wamekuja, mwape ushirikiano ili maisha haya yaende kuwa rahisi, lakini tuendelee kupata maji endelevu kwa muda mrefu bila kuwa na mwisho. Na sisi tunajua, na wazee wetu wa zamani mnajua, mngekuwa mnatuambia hapa kwa mbona wanalima sasa maji yataendeleaje, mbona miti haipo? Lazima mnajua ile elimu ya kuwa ukipanda miti inaleta maji, ile hata nyie nayo. Kwa hiyo lazima tukubaliane hapa, tupatengeneze ili maji yaendelee kudumu muda mrefu. Sasa madam, nimefika hapa na tumesikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Nitoe nafasi, kama kuna jambo mnafikiri ni kero, ni changamoto, basi nisiache bila kuondoka. Angalau kero 2 3 tukisikia, ili tuwe tumetekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu. Kwa majina naitwa Kasim Raji Kusa, ni mkazi wa kijiji cha Paranga. Awali ya yote nimshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa kutuletea mradi huu ambao ni mkubwa kwa wilaya yetu ya Chemba. Tunampongeza kwa hilo na tunamshukuru sana. Nina sio kero, lakini ni hoja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unaweza kukumbuka kwamba mwanzo ulivyokuja kuzindua mradi huu, wakati unaanza kutekelezwa, ulitoa maelekezo kwa mkandarasi pamoja na idara ya maji ya Ruwasa kwamba wale wakazi wanaokaa maeneo haya ya maeneo yale yanayochukuliwa waweze kufidiwa kwa chochote. Lakini mpaka sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, walikuja idara ya Ruwasa pamoja na walituambia ni wathamini, hatujui ni wathamini wanatoka wapi, lakini wakatuambia kwamba katika vile vipande ambavyo wanachukua wanatulipa shilingi 20,600. Sasa hatukuelewa hesabu ile imefanyikaje na nini, yani mchakato mzima umeendaje mpaka tunaambia kwamba tutalipa shilingi 20,600 kwenye maeneo yaliyochukuliwa. Hiyo ndio ilikuwa hoja. Naomba kuiwasilisha. Kwa ufupi ni kwamba walioshughulikia swala la fidia ni Wizara ya Maji, kwa sababu ndio wasimamizi wakuu wa mradi. Mwanzoni ilikuwa kama nilivyotoa maelezo mwanzo kwamba tuchukue eneo lote, lakini ikaonekana kwa mradi ulivyo hauwezi kuweza kufidia ile gharama yote. Tukashauriwa na mkandarasi mshauri kwamba kwa sasa tunaweza ukachukua kale kaeneo ambako kana kisima na ambako katajengwa hiyo uzio, kwa maana almost kama mita 14 kwa 15. Alafu hako kalivyochukuliwa, kalivyopimwa maeneo yote yalisamilishwa kwa mujibu wa gharama za ardhi kwa wilaya ya Chemba. Kwa kwenye heka moja, maana yake tukachukua kwa eneo, ndio inaleta hizo gharama anazosema kwa mchakato unavyofahamu ulivyoenda. Lakini pia sasa mengine hicho eneo kinafika robo heka, kinafika 1/8, hakiwezi kufika robo heka. Kwa sababu ni mita 15 kwa 15 ndio maximum. Kwa hiyo inaweza kawa chini hapo sehemu zingine. Ndio maana unaona hata gharama zinabadilika. Eka shamba huku mnauzaje Chemba?
Nikataka niwaombe mimi Paranga mnigawie eka moja ninunue, mnaniuzia shilingi ngapi? 700,000. Naitwa Sofia Mbonde, ni diwani kata ya Paranga. Mimi tu napenda kushukuru sana serikali yetu ya Tanzania kwa kutuletea mradi wa maji ambao unakwenda kutuondolea kero ya changamoto ya maji sisi wana Paranga. Nashukuru sana serikali ya Tanzania na nakushukuru wewe mkuu wa mkoa kwa kuja kukagua mradi huu. Mwenyezi Mungu atakulipa. Nashukuru sana kwa kuitendea haki kata ya Paranga hii. Tulikuwa tuna shida sana ya maji, tulikuwa tunaenda umbali mrefu, kwa hiyo tunashukuru sana serikali ya Tanzania kwa kutufanyia hilo jambo. Asante sana, naomba kuwasilisha. Lakini ninachofahamu ziko taratibu za kiserikali ambazo zinatumika kufanya uthamini. Sasa nitachofuatilia kama taratibu zile ndizo zilizotumika kwa wakati huo au zilipunjwa au zilifanyika tofauti na utaratibu unaotakiwa. Lakini kama ndizo zilizotumika, niwaombe wananchi tukubaliane. Huko utamaduni na ufahamu, hata mimi watu wakisikia ni serikali inanunua, gharama inakuwa tofauti na mtu binafsi akinunua. Mimi nikija hapa naomba shamba, taambia leo 700,000. Akija serikali hapo nasema 2,000,000. Sasa hii serikali ni hela ya kwetu, sisi ndio serikali. Kwa hatuna haja ya kuona kuwa ukimuuzia serikali unatakiwa umuumize, kwa sababu bado ni hela yako ambayo inakuja kuleta maji, inakuja kuleta barabara. Ni unaitoa huku unafaidika mmoja badala ya kufaidika huduma kubwa za jamii. Lakini hata hapo ambapo nasema waje waangalie tena na kufanya uthamini, tutahakikisha wanafuata taratibu zote za kiserikali. Hiyo naomba nitoe ahadi ambayo serikali haijawahi kudhulumu wananchi wake. Kutoka hapo msafara wa mkuu wa mkoa ulienda kujionea ujenzi wa shule ya msingi ambayo imejengwa kwa lengo la kupunguza idadi kubwa ya wanafunzi waliojazana katika shule ya msingi Chemba, shule ambayo kwa asilimia kubwa imekamilika. Manufaa ya mradi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kukamilika kwa mradi huu utaleta manufaa makubwa kwa wanafunzi, jamii na walimu kwa ujumla, kwa kuwa kutakuwa na mazingira yaliyo bora na salama katika ufundishaji na ujifunzaji. 2. Aidha, walimu watanufaika kwa kupata ofisi yenye samani zote kwa miundombinu hii. Walimu watapata fursa ya kuandaa masomo yao vema na wanafunzi watajifunza katika mazingira mazuri, hivyo matarajio ya ufaulu wa wanafunzi kuongezeka. Changamoto za utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kulikuwa na changamoto kubwa moja ya ukosefu wa maji katika eneo la mradi. Hii ilipelekea kumalizika kwa mradi huu kuchelewa. Jitihada zilizotumika kutatua changamoto hizi. Pamoja na changamoto hizo zilizokuwepo, hatua zifuatazo zilichukuliwa kukabiliana na changamoto hizo. 1. Serikali ya kijiji kuhamasisha wananchi kujitokeza kuchangia fedha za kuchimba mtaro wa bomba la maji kuleta maji eneo la mradi. 2. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri alitoa lori ambalo lilisaidia kuleta local materials, yani mchanga, kifusi na kokoto katika eneo la ujenzi kwa bei nafuu. Shukrani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule mpya kwa ajili ya kuboresha elimu. Pia kamati ya usimamizi wa ujenzi wa shule inatoa shukrani kwa viongozi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Chemba, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chemba na mbunge wa jimbo kwa ufuatiliaji na ushirikiano wao mkubwa wanaotoa katika kutatua changamoto na maelekezo yao yanayofanikisha utekelezaji na ukamilikaji wa mradi huu. Mkuu wa mkoa pamoja na kupongeza ujenzi wake uliokidhi viwango, lakini alisisitiza mambo mawili ya kuzingatiwa: kazi na utu, Dodoma, Chemba. Niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa nafasi kuendelea kuipata, lakini kushuhudia mambo makubwa na mazuri ambayo kwa kweli yanatupa nafasi ya kujiona ni watu wenye bahati katika nchi yetu ya Tanzania. Niungane na wenzangu wote kumpongeza tena Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoendelea kutufanyia sisi wa Tanzania. Kwa niaba ya wananchi wa Dodoma tunasema mama, asante sana. Hapa ukiangalia hii shule, yani ni mpya, ina kila kitu, ni safi,
lakini pia niwapongeze wasimamizi ambao wanaonekana wamejenga kwa ubora. Mimi nimeona rangi zangu zinanivutia, lakini nilipouliza engineer naye anasema hata uimara unaonekana upo. Hongereni sana. Kama ambavyo tumepokea taarifa, lengo la Mheshimiwa Rais kutoa fedha hizi ni ili watoto wa Tanzania wasome katika mazingira mazuri. Sasa shule hii kwa kweli ukiiona ni karibu na imekamilika. Tumeambiwa hapa madawati tu ndio yameshafika, milango tu ndio baadhi yake bado haijafika, ambayo inafika lini mwalimu? Ijumaa itakuwa imefika. Sasa afisa kumbe ni afisa elimu mwenyewe. Maana nitasema kwa niaba ya mkurugenzi leo huko. Afisa elimu na kuuliza shule imesajiliwa, unasema bado, ndo nataka tupeleke kusajiliwa. Huku ni kutuwatendea haki watoto wa Chemba. Kule bado wanabanana. Haya majengo yako hapa, naamini ungekuwa umepeleka sasa hivi ingekuwa hatua za mwisho za usajili. Sasa wewe kwa juhudi zako mwenyewe, kwa kujuana na hao unaenda kuwaomba ofisi za wasajili na nini, hakikisha mwezi huu wa pili haujaisha shule hii imesajiliwa. Tarehe 1 mwezi wa 3 watoto tuwakute wako katika shule hii wanafurahia matunda ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na naomba niendelee kusisitiza tuielewe sana kauli mbiu yake ya kazi. Utu wa hapa ni kwamba watoto waliko kule wanabanana, hawakai kwa utu, hawakai kwa raha. Ameshawatengenezea shule hii ya kuwafanya wakae kwa nafasi. Ameshawaonyesha utu mkubwa sana kwa kuleta shilingi milioni 397. MCC tuitekeleze kwa haraka. Kwa hiyo tunapokuwa na vitu vya namna hii tukitafsiri Mheshimiwa Rais na dhamira yake, tufanye kila kitu kiende haraka na kwa wakati. Na wakati huo huo unafanya hayo, anza kuwasaini walimu gani wanakuja kufundisha hapa. Wale unaowagawa, anza kuandikia barua, anza kuwapangia. Maana ukimwandikia barua unamwambia uripoti ndani ya wiki 2, ili ikifika ile tarehe na wao tayari wameshachukua hatua, ili watoto hawa waanze kufurahia utu wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli nawapongeza, na eneo hili liko wazi. Nimeona mmeenda juhudi kidogo za kupanda miti. Tumeambiwa eneo hili ni ekari 7. Pandeni miti kwenye mipaka yote ya shule. Manake mkituomba ile fence sasa hivi tutaambia jamani, kwanza kipaumbele watoto wapate darasa la kusomea. Kwa hiyo anzeni kupanda miti kwenye fence yote ya shule kwenye mpaka sasa hivi. Wanafunzi wapo. Tuna kauli mbiu ya nasoma na mti. Watoto wagaiwe miti, watoto wahamishiwa hapa. Waanze kutunza miti hiyo. Ili kwanza iwe ni sehemu ya kulinda mipaka ya shule, kwa sababu kumekuwa na mwingiliano mkubwa sana kati ya maeneo ya shule na wananchi, na migogoro hiyo inachukua muda mrefu bila sababu. Kwa hiyo tuanze kutengeneza kama sehemu ya kulinda mpaka wa shule. Lakini vinginevyo niendelee kuwapongeza, kazi ni nzuri, inafurahisha sana, na kila mtu akiona angeweza kuwasifu kuwa mmefanya kazi nzuri. Jambo ambalo tu nimesisitiza nikiwa nakagua ni tuzingatie hata vitu tunavyofikiri ni vidogo. Ndio tu kadawati kana cheza hivi. Sasa ile ni moja, lakini wenda ningeshika yote ningekuta 10 au 20. Kwa kawaida wengi wanaona kama ni jambo dogo tu, dawati zimekamilika, madarasa yanakaa. Lakini tumesema hivi, tunataka na sisi tuanze kutengeneza vitu vyenye viwango vya kimataifa. Na nyie ni mashahidi, tukiangalia bidhaa nyingi za wenzetu na za kwetu, mafundi watengeneza kwa imara unaolingana. Tunapotofautiana ni kwenye umaliziaji, kwenye finishing. Sasa huyu fundi usipomwambia leo, hebu rekebisha hapa panapocheza, kesho anafanya nafikiri ndio kawaida. Kwa sisi tunaopokea tuanze kuwafundisha mafundi standards tunazozitaka, ubora unaotaka, kwa kuwasaidia kwenye hivyo vitu vidogodogo, waviheshimu nao kuwa vina thamani kubwa kama kazi yenyewe. Mwisho wa siku finishing zetu zitakuwa nzuri, tutalingana na wenzetu, tutafurahia Tanzania na vitu vyetu tunavyotengeneza, na sisi tutaanza kuexport kwa wenzetu. Kwa hiyo naomba mlizingatie, kuna vitu tudogo tu nimetusema vitu dogo kwa kweli, lakini tumeviona kwa kawaida kwa sababu ya udogo wake. Lakini leo kidogo kikiwa cha pili cha tatu vinakuwa vikubwa. Na kwa shule hizi mpya, nitoe tu maagizo kwa shule zote mpya. Tunapopewa shule inakuwa nzuri, vioo vyote vipo, milango ipo, madirisha yapo, ubao upo, madawati kamili.
tujenge utamaduni wa kufanya maintenance. Tusingoje madawati yawe 100 yamevunjika ndio tuanze kuyatengeneza. Kwenye fedha zinazoletewa mashuleni tunaletewa fedha ya maintenance kwenye kila fungu linalo kuja. Fungu lile litumike kutengeneza, kama dawati limeharibika moja litengenezwe moja. Tuanze kujenga utamaduni tu, hakutoona mahali tumerundika vitu vilivyoharibika. Tukijenga utamaduni huo ndipo vitu vyetu vitadumu kwa muda mrefu, kwa sababu bado tuna safari ya maendeleo, tunahitaji kwenda kuhangaika na vitu vingine. Nashukuru sana walimu, tutapangiwa hapa madarasa mapya, ofisi nzuri, basi na watoto nao wafaulu kama majengo yalivyo mazuri. Mheshimiwa Samia oye! Asanteni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nyumba hizi zitapunguza adha kubwa kwa watumishi kuishi mbali na kituo cha kazi. Vile vile utaboresha hali ya utoaji huduma, kwani watumishi watapatikana kwa haraka pindi kunapotokea dharura. Changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sasa hatuna changamoto, isipokuwa wakati tukiendelea na utekelezaji wa mradi huu tulilazimika kusitisha mkataba wa fundi aliyekuwa akijenga nyumba ya kwanza kutokana na kushindwa kuendana na kasi ya utekelezaji wa mradi. Hitimisho. Mwisho, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa ujumla kwa kazi kubwa na nzuri wanazozifanya za kuletea maendeleo nchi yetu. Sisi watumishi wa idara ya afya wilaya ya Chemba ni mashuhuda wa maendeleo haya. Baada ya ukaguzi, mkuu wa mkoa alitoa rai yake. Maana mara nyingi sana, sio mara moja, yani mara nyingi unaenda kwenye miradi kila ukiomba work plan haipo. Sasa huyo hawezi kuwa na work plan ambayo wewe huna. Kwa lugha rahisi, work plan haipo. Maana work plan inatengenezwa na halmashauri, huyu anapewa, haita kwa kushirikiana. Kwa hiyo mwacheni usembe mdogo mdogo ambao hauna sababu. Maana sababu mimi kweli kama alivyosema mtaalamu, siamini kama siku zilizobaki atamaliza kazi. Mimi ningeamini kupitia work plan, lakini work plan wana mimi nasema kweli siamini, kwa sababu hamna huo uthibitisho wa jinsi alivyojipanga kufanya hizo kazi mpaka zimalizike huo muda. Sasa niletea work plan Jumatatu, ofisini nipate work plan ya kumaliza hii kazi hapa, ambayo inaonyesha tarehe ngapi tunamaliza. Tarehe 10 mwezi wa 3 inaisha. Nione wewe plan iliyopanga hizi kazi zote nijiridhishe. Lakini vingine sina hakika. Kuna fence, unaona matofali yamebaki mingi. Ni kweli tofali zimebaki. Kwa mujibu wa BOQ mwanzo kadiria walau tofali 12,200, lakini mkandarasi maana mzabuni ambaye tumepata akafiatua na zaidi na ziada tofali 13,000. Kwa hiyo nyingine hapa ni za kwake na za kwetu sisi bado tunaendelea na nia kumalizia. Sasa lakini pia katika utekelezaji huu tulimzuia, tukamwambia kwa kuwa umeweka na ziada na kuu kama ambavyo umeona kwenye taarifa yetu kuna kiasi cha fedha kimebaki. Bado tunajadiliana kama kamati ya ujenzi kwa kushauriana na mkuu kwamba tukishakamilisha hizi ambazo tumeelekezwa tunaweza kuona ni kitu gani tunaweza kufanyia. Ndio maana pia tulishauri mzabuni asizichukue. Lakini hata zenyewe ukiziona kule nyafari zimebaki. Ukiziona tu kwa macho zimeshapukutika kabla hata hatujazifanyia majaribio ya kuzipukutisha. Inaonekana tu sio imara sana. Kwa kabla hata kama tutaka kuzitumia tena ziangalieni upya au zipime upya. Lakini kitu ninachoweza tu kushauri hapa kimoja, nilipokuwa naangalia nyumba ya moja wapo kama sampling ya zote, naona vyoo wameweka vile vya kuchuchumaa. Sasa najua nikiwauliza wataalamu wana uchafu na nini, lakini kuna master. Sasa master ambayo yuko nesi wa watu wanakaa peke yake, daktari watu peke yake, mwekea kaya, mambo kuchuchumaa jamani, na watu ni changamoto. Hata watu wenyewe manesi hawafanye mazoezi na madaktari. Sasa mbadilisheni, mwekeni choo cha kukaa na apate raha tu. Ukienda kukaa ni tofauti na kuchuchumaa. Hiki ambacho mnasema hakina sababu za msingi za kitaalamu, si usafi na nini, japokuwa hata hivi vingine nyumba ikishakuwa na maji, ikishakuwa na nataka tujifunze kwa usafi, yani tunaogopa kuwa wasafi. Kwa unaona pale wake kitu ambacho hakita kusumbua kuwa usafi. Lakini hapa mjua anakaa daktari, anakaa nesi ambaye yeye ndio kiongozi wa mambo hayo ya usafi. Sasa naye akiogopa eti usafi itakuwa ni kitu cha ajabu. Kwa kama hamna sababu za msingi, wakeeni wastarehe tu tunapopata hizo huduma. Faida ya mradi. Baada ya kukamilika kwa mradi huu, manufaa ni pamoja na kuwezesha wananchi kufikia huduma hospitali ya wilaya kwa urahisi, kuongeza thamani ya viwanja pembezoni mwa barabara hii, kurahisisha pia usafiri kwa wananchi wanaotumia barabara hii toka
tarafa za Farukwa na kwa Mtoro, lakini kufikia huduma ya makao makuu ya wilaya kirahisi, kuboresha pia mandhari ya mji wa Chemba na kuchochea maendeleo kwa kuongeza thamani ya viwanja pamoja na kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji. Mipango ya baadaye. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpango wa baadaye ni kumalizia kilomita 2 kutoka hapa, bado kilomita 2 kufika hospitali yetu. Kwa hiyo mpango wetu kwa mwaka, bajeti inayoendelea tumeweka bajeti pia kuongeza kilomita 1. Hii ni kutokana na kwamba uwezo wetu kama wilaya hatuwezi kuzifanya zote 2, lakini pia nimemwomba meneja wa mkoa pia anisaidie anipatie pia nyongeza ya kilomita 1 ili mwaka huu unaokuja wa bajeti tuweze kuzifanya zote kwa pamoja. Kwa hiyo mpango wetu ni kwamba mwaka unaokuja ndani yetu kama kwa uwezo wa wilaya tumeshapanga kuongeza kilomita 1, wakituongezea na mkoani tutazimaliza. Wasipotuongezea basi tutaongezea tena mwaka unaofuata kumalizia. Lakini mpango mwingine pia baada ya kumaliza lami ni kuweka taa, hasa maeneo ambayo kuna karibu na makazi kwa ajili ya usalama katika eneo hili. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa alikagua ujenzi wa nyumba za wafanyakazi wa idara ya afya, nyumba ambazo kwa mujibu wa msimamizi wa ujenzi alibainisha kuwa ni 3:1, ikimaanisha kuwa nyumba moja imegawanywa katika sehemu 3, hivyo zitaishi familia 3